Hadhi ya nchi za magharibi inazidi kupotea na haipo tena, anazungumza Ursula von der Leyen kutoka katika Umoja wa Ulaya. Umoja huo lazima utafute washirika wapya huku mvutano wa kibiashara na Marekani ukizidi kuongezeka. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema kwamba magharibi kama tunavyojua sasa haipo tena, ni kutokana na kukosa hadhi yake baada ya Marekani, hasa utawala mpya wa Donald Trump kuingia madarakani na kuanzisha vita vya kibiashara. Wazo la jadi la Umoja wa Magharibi ni jambo la zamani, rais huyo wa Tume ya Umoja wa Ulaya alisema. Katika mahojiano na gazeti la Ujerumani Die Zeit iliyochapishwa Jumanne, von der Leyen alidai kuwa EU haioni tena Marekani kama mshirika wake muhimu zaidi wa biashara baada ya kuongezeka kwa ushuru uliowekwa na Donald Trump. Magharibi kama tunavyojua haipo tena, alisema. Ulimwengu umekuwa ulimwengu usiofahamu nini maana ya nchi za magharibi, hasa kijiografia na kisiasa. Na leo mitandao yetu ya urafiki imeenea ulimwenguni, kama unaweza kuona katika mjadala kuhusu suala la ushuru. Maoni yake yanakuja baada ya utawala wa Trump kuweka ushuru mkubwa wa 20% kwa bidhaa zote za Umoja wa Ulaya na ushuru wa 25% kwa uagizaji wa magari yote. Umoja wa Ulaya umejibu kwa kuanzisha ushuru wake wa kulipiza kisasi wa 25% kwa uagizaji wa Marekani. Trump baadaye alitangaza kusitisha kwa siku 90 kwa ushuru mwingi wa kimataifa, akisubiri mazungumzo na washirika wa kibiashara. Lakini kimsingi viongozi wa Umoja wa Ulaya ambao wanajua thamani, ambao wanasema kwamba lazima kila mmoja atambue kwamba zamani kulikuwa na thamani ya nchi za kimagharibi, sasa haipo tena. Kulingana na von der Leyen, mvutano wa Marekani umekuwa na athari chanya katika mfumo wa nchi nyingi kujaribu kuishtaki Umoja wa Ulaya EU. Kila mtu anaomba biashara zaidi na Ulaya, na sio tu kuhusu mahusiano ya kiuchumi, pia ni kuhusu kuanzisha sheria za kawaida na ni kuhusu kutabirika, alisema. Alipoulizwa kama matamshi yake kuhusu nchi za magharibi yanapaswa kutafsiriwa kama kuagana na Marekani, von der Leyen alisisitiza kwamba anaamini kabisa katika urafiki wa Marekani na Ulaya, lakini ukweli mpya pia unajumuisha ukweli kwamba mataifa mengine mengi yatatafuta kusogea karibu nasi. 13% ya biashara ya kimataifa iko Marekani na 87% ya biashara ya dunia iko na nchi nyingine. Kwa hivyo Ulaya itakuwa na itazidi kukua kiuchumi. Kwa hivyo EU inapaswa kufungua masoko mapya kwa makampuni yetu na kuanzisha uhusiano wa karibu iwezekanavyo na nchi nyingi ambazo zina maslahi sawa na sisi, von der Leyen aliongeza. Huku mvutano na Marekani unavyozidi kuongezeka, Trump anapendekeza kwamba EU iliundwa ili kuiharibu Marekani. Baadhi ya viongozi katika Umoja wa Ulaya wametaka kuangaliwa upya juu ya uhusiano wa EU na Marekani. Mapema mwezi huu Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alizitaka kampuni za Ulaya kusitisha uwekezaji mpya nchini Marekani, akiuliza, tungetuma ujumbe gani kwa kuwekeza mabilioni wakati wanatupiga? Mtazamaji, nawe pia una nafasi ya kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.